Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Salama za wewe? Namshukuru Mungu niko vizuri. Kwema kabisa. Kazi nakwenda, tunapambana tupo. Namshukuru Mungu. Sasa kuna mjadala ambao mtandaoni hivi sasa umekuwa ni unajadiliwa sana kwa siku mbili hizi kuhusiana na ile presentation ambayo alifanya Engineer Hersi. Wengi wameichukulia tofauti. Kwa hiyo nilitaka nipate pia na wewe maoni yako, ni kipi hasa ambacho umekiona kutokana na ile presentation, hasa kwenye engo ambayo inazungumziwa ya kwamba pengine Engineer Hersi kuonyesha yale madhaifu ya Simba kwenye presentation yake haikuwa kitu sahihi. Kwako wewe umeichukuliaje? Nafikiri unajua tupo kwenye nchi ambayo kila mtu anaweza kuzungumza lolote, na ndio faida ya kuwa kwenye taifa kama hilo ambalo mtu anaweza kuzungumza. Lakini pia tuna wajuzi wengi wa mambo ambao wakati wote unakuta kwenye mitandao kila mtu ni mchambuzi, kila mtu ni mzungumzaji, yani kila mtu anazungumza. Ukiangalia kimsingi, hoja ya msingi mimi siioni, kwa sababu engineer pale akwenda kama rais wa klabu ya Yanga. Pale amekwenda kama ni miongoni mwa wawasilishaji wa mada ambazo watakuwa kuwakilishwa na walikuwa watu wengi. Lakini pia ukiangalia soka la Afrika lipo katika wakati mgumu sasa hizi, kwa maana tunajaribu kuweza kuona namna gani ambavyo tunaweza tukatoka katika hali ya kuwa na hali ngumu ya kiuchumi kwenda katika hali ambayo at least patakuwa pana uwiano baina ya mashabiki na klabu, na ambao wanaweza wakajenerate income ambayo itawasaidia kuweza kuwa ni miongoni mwa timu kubwa. Leo ukiangalia hiyo gap, kwa maana hata mafanikio ya kisoka baina ya Afrika na sehemu nyingine, sababu kubwa ya msingi ni issue ya kifedha, ndio changamoto. Kwa maana kuanzia kwenye maandalizi ya vijana, lakini kwenye hizo timu zenyewe ambazo zinakuwa kusajili, accommodation, infrastructure zake, lakini hata kuja kwenye kwa maana hizi kwenye national team bado zinakosa vitu vingi ambavyo wenzetu wanavyo. Kwa hiyo miongoni mwa majukumu ambayo alionayo kama akiwa ni rais wa vilabu ni kuhakikisha kwamba wanakwenda kuvumbua opportunities, lakini pia kuangalia kuna madhaifu gani ya chini ya kimsingi ambayo wanaweza kwenda kaiaddress na kutafutia solution pamoja. Ukiangalia ile position yake ambayo ameangalia, alianza kwanza kuzungumzia vitu vingi. Alizungumzia kwa maana zile changamoto ambazo zipo, lakini baadaye akaja kutoa na jawabu kile ambacho kiweze kufanyika. Kwa hiyo pale alikuwa ni kama mwasilishaji na aliamua kutumia mifano vivid. Kwa sababu ukizungumzia kama issue kuzungumzia wale mashabiki ambao ni mashabiki wa Simba, pale alikuwa anazungumzia, still bado alizungumzia na mashabiki wa Yanga. Kama ulikuwa unasikiliza, sema kwamba kuna issue ya poor management, kwamba unakuta ukizungumza watu wanakuwa wanakosa uelewano, mashabiki hawana furaha, na ni kweli ambacho alikizungumza pale ndio kimeweza kuhappen kwenye mkutano wa Simba, na tumeona video, na zile video sio tu zinaisha Tanzania au zinaisha Magomeni, maana yake zile ni all over the world zinaonekana, watu walikava. Kwa hiyo kama kuna malalamiko yoyote au kama kuna udhalilishaji, basi wale wote ambao walikuwa wametoa zile video kwenye ule mkutano, basi na wao pia walikuwa wamekwenda kuidhalilisha klabu. So tuliona ambacho kimetokea, na mashabiki waliona wameenda mbali zaidi mpaka wakaanza kuzungumzia kuhusiana na viongozi. Wengine wakaenda uongozi haufai uondolewe, na mpaka na muda huu kuna makundi yamegawanyika, uongozi ubakie, uongozi usibakie. Sasa hiyo sio indication nzuri ya inasema kwenye good governance. Hiyo inakuwa ni poor management moja kwa moja. Watu hali hapana maelewano, watu wako pamoja, watu wako furaha, watu wanalalamika, na hao ni mashabiki ambao kila siku tumekuwa tukiwaona. Lakini pia akaenda mbali akazungumzia pia mashabiki wamekuwa wanali ngumu ya kiuchumi. Tuona clip, kuna mashabiki ambao wakiwa wanatembea ni wa Yanga wale, wanashangilia timu usilikuwa ni ubingwa, hawana jezi, hali yao ni sio nzuri ya kiuchumi, na akasema kwamba wanakwenda kushangilia evenifu hata jezi ya klabu hawana pia. Ni kitu ambacho kipo kweli. Kwa hiyo ukisema kama kudhalilika, hata Yanga pia nao amewadhalilisha pia. Naona. Kwa hiyo kama kuzungumza ukweli katika matukio ambayo yanatukabili kwa lengo la kupata solution, tunaanza kutafsiri ni udhalilishaji, basi tunakoelekea sio kuzuri. Kama kumekifika hatua tunazungumza kitu cha ukweli ambacho kimetokea, dunia nzima imeona, na watu wana changamoto, mpaka juzi tumeshuhudia watu wanakwenda wanasema Albadili, juzi tumetoka kushuhudia hapa, maana yake hali yao sio nzuri. Leo hii tuje kutanish kwamba ni kitu cha kudhalilisha, basi nafikiri tunakoelekea sio mpira tena, ni kitu kingine. Kwa binafsi nafikiri ni kukosa tu labda pengine tafsiri ile njema, lakini pia ni mfano ambao ameitumia katika ile kawaida, na pale zilikuwa ziko picha nyingine. Pia yeye ni wajibu wake, yeye kama akiwa ni mwenyekiti wa vilabu ana wajibu wa kuzungumzia changamoto whether zipo kwenye klabu ya Yanga au timu nyingine yoyote ambayo yeye ipo katika ule uwanda wake wa kuweza kuiongoza. Kwa binafsi mimi sikuona kuna shida sana tu, ilikuwa ni sehemu ya kutaka kutoa picha ya jumla
kwa baadhi ya makampuni, kwa baadhi ya sponsor, ili waweze kuona soka la Afrika la changamoto zipi na nini ambacho wanaweza kufanya kuweza kuja kusupport na pengine kutatua. Na akasema kwamba the only solution ni kwenda katika mfumo wa nini, wa mabadiliko, transformation, ambayo utakwenda kulenga katika maeneo mangapi? Matatu. Kwa hiyo tutazungumzia ownership of the club, utakuja kuzungumzia administration au structure of the club, na kwenye fan engagement, ambako ndani yake pana vitu vingi ambavyo vikifuatwa vitafanya klabu zetu ziweze kupiga hatua na kuweza kufika mazingira mazuri ya kiuwekezaji, na baadaye tuweze kuvuka yote ambayo tumeona. Angalia ule mkutano wa klabu ya Simba, angalia mkutano wa klabu ya Yanga, ni vitu viwili tofauti, unaona? Yaani ukiangalia pale wote waliweka, unaweza kuona arrangement, unaweza kuona ujengaji wa hoja, kwa mada na kila kitu, lakini Simba haikuwa vile, na ni kweli imetokea na tumeona katika mitandao ya kijamii. Kwa nafikiri kwa upande wangu ni mtazamo tu, watu ambao kila siku jambo ambalo likizungumziwa na mtu wa Simba, Yanga alichukua negative, na atasema kizungumza wa Yanga, Simba anachukua negative. Hiki kimsingi amezungumza ukweli ambao upo, na ndio matatizo ambayo Simba kwa kimiliki na wakabili, na lazima waweze kuyarekebisha kwa njia moja tu ya kuweza kuenda kwa mabadiliko ya kweli kama klabu. Sasa je, kauli ambayo ilizungumza mzee wetu mwenyekiti wa klabu ya Simba Mangungu alichozungumza kuhusiana na, alipoulizwa swali kuhusiana na ile presentation ambayo alifanya na Engineer Hersi, na kujibu ya kwamba kama mtu unataka kufagia inatakiwa uanzie nyumbani, unaweza kuitafsiri vipi sasa? Sasa inategemeana pale engineer alikuwa amekwenda, sio kuzungumza general. Alikuwa amepewa specific area au topic ya kuweza kuizungumzia, na hasa ilikuwa ni issue ya transformation. Na kwa nini yeye amepewa? Kwa sababu yeye klabu yake ni miongoni mwa timu chache barani Afrika ambazo zimeanza kufuata huo mfumo, na tokea Yanga wameanza kufuata huo mfumo, hata tukasema kwamba wamefanikiwa kwa 100%, lakini unaona kuna achievement. Yanga toka ameanza kuingia kwenye mfumo wa transformation ambao mpaka sasa bado hajamaliza, yupo katika hatua za mwisho kwenda kumalizia. Yanga ameweza kudominate soka la ndani. Yanga ameweza kuchange system yake ya uongozi, kwa maana structure. Walikuwa na wenye viti sio nani, leo hii Yanga wana rais, wana CEO, na ukiangalia hata mgawanyo majukumu yao uko wazi, unaonekana. Yanga ameweza kubadilisha eneo la mashabiki, fan engagement. Nafikiri kabla hawajaanza mchakato walikuwa hawana hata wanachama 10,000. Leo tunazungumza wana wanachama 90,000 plus ambao wanalipa ada kwa mwaka. Yanga wameweza kuchange system yao ya mikutano yao. Huko mwanzo ilikuwa kila mtu anakwenda akiwa na mwanachama, vurugu nyingi. Leo hii wametengeneza structure ya kuwa na matawi rasmi na kuna wawakilishi. Ukiangalia hata mikutano yao imebadilika sana tokea kule katika hatua ya awali. Ukizungumzia upande wa Arabu kukosekana kwa uongozi bora na kuwa na migogoro, ni Simba kesi kwa nagombana, huyu anazungumza hili, huyu anazungumza, mpaka viongozi wenyewe wanawaambia wengine wanacheza akili. Sisi tunasikia yakizungumzwa. Kwa hiyo tutoke leo tukazungumza kwamba Simba wapo kwenye good time ndio itakuwa ni kitu kizuri? Hapana, ni bora kuzungumza ili waweze kuona. Na kwa nini Simba? Kwa sababu Simba ni miongoni mwa timu ambazo zina mashabiki wengi barani Afrika. Yaani Simba na Yanga hizi ni timu kubwa Afrika ambazo ndio zina wanachama wengi, ambazo watu wake wengi wameamua yani kuachana na soka lingine la Ulaya na kubakia kwenye timu zao. Kwa hiyo unapotaka kuzungumzia kitu ambacho kitatoka na impact, utazungumzia Simba, utazungumzia Yanga. Kwa binafsi nafikiri ilikuwa ni jambo la msingi, ni jambo zuri ambalo walichukulia positive, kwa maana kwamba yale ambayo ameyazungumza wakayafanyie kazi ili waweze kutanish. Na hiyo ndio changamoto ambayo tumekuwa nayo, kwa maana kwamba jambo lote zuri likianzia Simba, sawa, Yanga kulichukua unakaa ni fedhea. The same likianzia Yanga. Huu mchakato wa Simba ndio alikuwa ameanza kwa transformation, sio Yanga. Simba alikuwa ameanza, ikafika hatua wakakoma njiani, wenzao wamekuja wamepick up, waende wakaangalie, wachukue kwamba je, ni kweli kuna shida. Hasa leo tukae tuseme kwamba Simba hawana shida, lakini je, ni engineer ndio aliyoongea peke yake? Hilo jambo limezungumziwa nchi nzima, media zote zimeripoti, na hizi media zinaangalia dunia nzima. Kwa hiyo huko nako alikuwa anadhalilisha, huko alikuwa anasifia. Nafikiri mimi binafsi nadhani ni basi watu wameamua tu kuitengeneza hiyo topic na kutaka kuficha ukweli. Ni issue tu ya kutaka kuficha ukweli. Ndio maana leo watu ukizungumza timu fulani mbovu, watu wanakuwa kama uipendi. Ukizungumza fulani labda anakuwa kibaya hivyo. Yaani tuna mazingira kwamba ni kusifiana tu na kupakana rangi ambako hakuwezi kutusaidia. Sawa, kingine ambacho nilihitaji maoni yako pia, kuna tetesi ya kwamba kocha Fadlu Davids ambaye sasa hivi yupo anatumika Raja kule, ni kwamba anahitaji huduma ya Eli Mpanzu pamoja na Jean Charles Ahoua. Majina haya mawili ikitokea Simba Fadlu anafanikiwa kuwachukua kwa msimu huu kwenye dirisha hili hapa, nini ambacho kinaenda kufanyika ndani ya Simba? Mimi nafikiri nilizungumza
Yani changamoto ambayo Simba inawakabili na hawataki kuiaddress kwa uwazi, hata mashabiki zao hawataki kusikia. Sasa Simba, mimi kwa mtazamo wangu nafikiri hawako sawa kiuongozi, yani kati ya mwekezaji na management, kwa maana hii ya Simba. Acha ile timu ya mwekezaji, maana ukizungumzia bodi ya ukurugenzi kwa katiba yao ya sasa, maana yake mwekezaji ndio ana nguvu ya kuweza kuichagua. Kwa hao maana yake ndio mwekezaji. Tunazungumzia upande ule mwekezaji na upande wa klabu, na ndio maana unaona kuna migogoro imeendelea kutokea hapa katikati, haya malumbano, mabadiliko, kikao kinamalizika katika mazingira ambayo watu hawakuweza kuridhishwa. Hasa yote yanapelekea nini? Yanapelekea klabu kukosa harmony, kukosa ule hamasa, kukosa mshikamano, kukosa amani. Na kama unakosa amani, yanakuwa sio mazingira mazuri. Ni mara ngapi umesikia mashabiki wakituhumu wachezaji kuweza kuhudumia, kwani kuhujumu timu? Tulisikia hapa kwa Mpanzo anatumika, achunguzwe, aondoe tume, mara nani. Tulisikia issue ya Ishmanula mpaka kaja akapotea. Hakuna mchezaji ambaye anapenda yale mazingira, hayupo. Leo itakwenda kutoka kwa Manula, usifikiri wengine nao watakuwa wako happy. Si mara moja wamekuwa na hiyo tabia mashabiki wa Simba ya kuwataki wachezaji wao, viongozi wao pale timu ikwenda haifanyi vizuri. Huyu Mpanzo tunamzungumzia amezungumzika vibaya sana katikati, na kama angekuwa sio international player pengine angepotea kabisa, lakini ameendelea kubakia pale pale anachokifanya. Lakini pia ukiangalia kwa upande wa Jinchezi Hawa, ni kama mtu ambaye amekuwa na furaha kwa siku za karibuni, kwa sababu kwanza alikuja akawa ni sehemu ya kikosi cha Simba, akawa ndo anakwenda kuwa kama ndio key player wa Simba, na ndio alichangia magoli mengi msimu uliopita. Nafikiri nafika magoli 25 hivi kwa msimu, lakini msimu huu amekuwa hana kwa namba, anaweza akatumika au asitumike kwa age yake aliyokuwa nayo na kwa malengo na kwa inchi aliyotokea na watu ambao wanatamani waweze kucheza ili waonekane aweze kuondoka. Kwa hiyo Hope naye pia atakuwa hana furaha, lakini pia Mwalimu Fadru ndio mwalimu ambaye aliweza kumfanya Mpanzu akawa topic of the town, ndio ambaye aliweza kumfanya Jinchezi Hawa aweze kuaminika na kuchangia mchango na yupo kule. Kwa hiyo kuna kawaida makocha wakiwa wanakwenda sehemu wanapenda kuondoka na watu ambao wanaamini wanaweza kuwasaidia kufikia mafanikio. Kwa binafsi naamini kwamba inaweza nikani sahihi, na wakiondoka itakuwa ni muendelezo wa Simba kuendelea kushuka chini kwa sababu ya haya ambayo yanatokea, sababu nyota ambao wako nao ndio wao. Sasa watu wakiondoka, maana yake itawalazimu waangalie shida ni nini, sio tu issue ya kusajili kwa hela kubwa, kumpa mshahara mzuri, lakini lazima pawe na mazingira mazuri yenye mshikamano baina ya timu, management na mashabiki, ili kutengeneza harmony na kuwa na ile spirit ya kupata mafanikio. Mkataba wa Ahoua unaelekea ukingoni. Huyu ndio ambaye inaumiza kichwa zaidi, kwa sababu kuna taarifa ambazo zinasema pia Ahoua amekataa pia kuongeza mkataba kuendelea kumfanya asalie Simba. Hiyo nadhani inaweza kaongeza nguvu zaidi kwa yeye kutuaminisha kwamba anaelekea Raja sasa. Na nafikiri inaweza ikawa ni miongoni mwa vitu vitakavyo vinachochea, lakini pia mimi naamini hawa wenzetu kutoka Afrika Magharibi wanaishi kwa malengo sana. Hawa sio watu ambao wapo kwa ajili ya hizi timu, wapo kwa ajili ya maslahi yao, lakini pia wanaangalia future, kwa sababu nchi zao ukiachilia mpira ni ngumu sana kuweza kufanikiwa, kwa sababu ziko duni kwa sehemu kubwa. Bahati nzuri kidogo nimetembea nchi nyingi, hizo hawako vizuri kiuchumi. Kwa hiyo sehemu kubwa ukiangalia ni mpira wanategemea ili mtu aweze kurani maisha na hata maendeleo mengine. Kwa hiyo anapofika sehemu akaona hawezi kuona mbele, ni rahisi kuweza kutanish na kwenda sehemu nyingine. Wale kama kina Kanuti alitoka Simba akaenda sehemu nyingine, ametoka amekuja Azam. Kwa hiyo wao wapo kazini, ni kama wafanya kazi wengine, si watu ambao ikitokea deal ya kuweza kupata kipato atachukua mara mbili kuweza kujiuliza, hapana. Kwa hiyo nafikiri kwa Jinchezi Hawa amekaa ameangalia kwa mazingira ambayo ameona tokea ameondoka Mwalimu Fadru, ni kama ameshindwa kuwa na namba ya kudumu kwenye kikosi cha Simba. Angalia Mwalimu Pantev bado hakumwamini, Mwalimu Matola bado hajamwamini. Maana yake na kwa age, unajua bora klabu na miaka 30 32 unasema inakwenda kumalizia mpira. Age yake bado ni kijana ambaye ndio kwanza anatakiwa aende kwenye peak na kuweza kuonekana. Kwa hiyo nafikiri hiyo nayo itakuwa imechangia hasa kutoaminika na kukosa ile fomu ambayo alikuwa nayo katika msimu uliopita, kuweza pengine aweze kuondoka na kwenda sehemu nyingine. Pia hatakuwa na ofa nyingine ambazo amezipata ndio zinamfanya pengine aweze kusita kuweza kusajili mpaka pale ambako Simba wataenda kumwachia. Tukirudi pia kwa Elie Mpanzu, na yeye sio kificho kwamba Young Africans waliwahi pia kufanya approach ya kumpata Elie Mpanzu, lakini sasa hivi kuongezeka na Raja pia kwenye hii listi, unadhani inaweza kuongeza listi ya vilabu viwili vya kuhitaji pia huduma yake, Yanga pamoja na Raja? Nafikiri Yanga walikuwa wako mbele zaidi kwa Mpanzu, kwa mbele sana, na niliripoti nafikiri msimu uliopita nilizungumza hilo, ngaji watu wengi walichukua kama ni jokes nimezungumza,
lakini kwa najua ninachokizungumza kwamba Yanga walikuwa wanamhitaji, lakini mkataba ukao umembana. Na ukiangalia kwa siku za karibuni ni kama pamekuwa haipo katika ubora wake. Sasa zinapozidi kuongezeka ofa, maana yake inakwenda kutoa wigo wa mchezaji kuendelea kufikiria kuondoka na sio kubaki. Unajua ukiwa unatakiwa na timu moja tu, sawa, wakati mwingine kidogo unakuona mashaka sasa nikaenda nini, lakini timu zikiongezeka unagundua kwamba mimi nina potential. Kwa hiyo inaweza ikafanya aondoke au ikawapelekea Simba watumie gharama kubwa sana kuweza kumbakisha. Unajua kuna wakati mwingine hizi rumors zinakuwa zinatokea, sio wote ambao wanakuwa wanataka wachezaji wanakuwa na maanisha. Sio, unaelewa? Wakati mwingine wanamtaka mchezaji wako ili wamuongezee thamani, wewe wakutie hasara. Kama itakiwa umpatie $100,000 kwa miaka miwili, mtu anakuja anasema mimi naweka $200,000. Na wewe utaki kumwachia, unataka anaonekana timu kubwa, unaweka $300,000. Kwa hiyo unakwenda juu ya thamani halisi ya mchezaji. Kwa mwisho siku inakuja kuumia ni klabu kuweza kuendelea kumlipa na vitu vingine. Kwa hiyo unakuwa umewasaidia. Kwa hiyo ni lazima uweze kuangalia wakati unafanya maamuzi ya kusajili, lakini pia ya kutaka kumwachia mtu aondoke au abakie. Ukienda kimemko utaikuta kila mwaka unatengeneza hasara kubwa kwa watu ambao hawana hiyo thamani. Leo utakuta kwenye timu yako una wachezaji wote umenunua kwa $300,000, $400,000, lakini kwenye thamani yao halisi pengine $100,000 tu. Lakini kocha Gamondi pia anataja kwamba atakavyomaliza majukumu ya timu ya taifa, inazungumzwa ya kwamba tayari Simba wameshafanya mazungumzo na atarudi, unakuja kujiunga na klabu ya Simba. Taarifa hizi unazo? Ninazo, na nafikiri baada ya kuondoka Mwalimu Fadlu, Simba walikuwa, nilipata taarifa za baadhi ya vyanzo vyangu, walikuwa wanamhitaji Mwalimu Gamondi. Gamondi ambacho mimi kwa maoni yangu ambacho kilimfanya asiende Simba, bado alikuwa anatamani kurudi Yanga. Na kipindi kile Yanga ndio walikuwa na ile na mwalimu wao Falls, atoke abaki, atoke abaki, lakini ilikuwa hatuoni mwelekeo mzuri wa Falls. Ilikuwa ni swala la muda tu. Kwa hiyo na ukiangalia hapakuwa na kocha mwingine ambaye Yanga wangeweza kumwangalia kwa haraka ilikuwa ni Mwalimu Gamondi, kwa sababu ya mahusiano Yanga na Singida Black Stars. Hata msimu uliopita baada ya kuondoka mwalimu wao yule, nafikiri alikuwa Mwalimu Sidi, walimchukua Mwalimu Miludi kutoka Singida, akaja akawasaidia mpaka akachukua ubingwa. Kwa hiyo alikuwa anaamini kwamba inaweza ikawa ni zamu yake nyingine tena ya kuweza kurudi Yanga. Na naamini timu pekee ambazo anaweza akafurahi yaani kukaa na kwa amana kuzifundisha, sababu kimwangalia Mwalimu Gamondi ni mwalimu mkubwa, anapenda kuzungumzwa, ni Simba na Yanga. Ndio timu ambazo zinaweza kupa kila kitu katika nchi hii. Kwa hiyo baada ya Yanga kuchange shilingi na kwenda kumchukua Mwalimu Pantev, maana yake na kumpa mkataba wa miaka miwili, maana yake tayari ile possibility ya Gamondi kwenda Yanga imekufa, yani ghafla kwamba tena imekufa, kwa sababu hawezi kumchukua kama kocha msaidizi na hawezi kuchukua makocha wote wakubwa. Ndipo sasa pale akili ya Gamondi ikawa sasa iko open na kuwa willing kupokea ofa yoyote. Kwa hiyo from there nilijua kwamba kama Simba watamhitaji itakuwa ni rahisi kuweza kumpata, kwa sababu leo hii huwezi kumpea Simba na Singida Black Stars kwa maana ya nguvu ya timu. Kwa hiyo na yeye kwa ukubwa wake na ameshaonja ladha ya kuwa kwenye timu kubwa ya kupendwa na kusapotiwa, media kukuzungumza wakati wote, unakuwa ni star. Lakini ukiwa Singida wakati mwingine au kwa timu nyingine, sio kwa ubaya, ni timu ambazo hazina nguvu hata kuzizungumzia. Singida inaweza kafungwa mechi 3 usione watu wakiuliza chochote, lakini Simba Yanga ni kitu tofauti, ikishinda na mpaka kama hayo. Kwa hiyo namuona kwamba akija Simba, lakini tu mimi precaution yangu ni moja tu, na hii nimekuwa nikiongea siku zote, mimi sioni Simba ikiwa na shida ya walimu. Haina shida ya mwalimu Simba. Je, kuona wakiwa na shida ya mwalimu. Simba mimi nafikiria wana shida kwenye eneo la signing. Usajili wanaofanya ndio changamoto. Na inaweza ikawa sio changamoto, lakini pia wanaposajili malengo na matamanio ya mashabiki wao yanakuwa ni makubwa kuliko usajili waliofanya. Na wao hawako tayari kuzungumza reality kwenye kile wanachokifanya. Walisi ambao unauona ni upi, kwamba wanasajili wachezaji ambao wako chini ya kiwango? Mimi ninachokiona ni kwamba project ya kusajili wachezaji wakubwa iliisha kipindi kile baada ya kuchukua kina Mixon, kina Chama, pale ndio Simba aliamua kuturn up. Sasa either aliturn up kutokana na mambo ya kiuchumi, pengine mwekezaji aliona kwamba hapati faida, anapata hasara, au pengine waliamua kuanza upya. Kwa maana kwanza tuanze na project ambayo kwanza itakwenda kutupunguzia gharama za usajili, kuweka wachezaji ambao ni vijana, lakini baadaye itakuja kutulipa kwa muda mrefu. Sasa ukiwa na hayo malengo ya viongozi, lazima yaende kwa wachezaji, lazima yawe kwa mashabiki. Ndio nikasema kwamba leo hii
unakwenda kumsajili Morris Abraham, kijana mzuri mwenye talent, unakwenda kumsajili Yakubu, unakwenda kumsajili Wilson Nangu, unakwenda kuwa na Kagoma kwenye timu, unakwenda kuwa nani mwingine mzawa pale ambao ni mgeni msajili, kuna Mligo. Hao wote ni vijana wadogo ambao wana vipaji vikubwa sana, no doubt. Lakini je, ndio uwasajili msimu huu waende kuwa regular starter? Ndio wasajili msimu huu waende kupa robo finali ya klabu bingwa? Jibu inakuwa ni ngumu, haiwezekani, kwa sababu hao ambao ni vijana wadogo wanahitaji kuendelea kukua. Yaani hao wanatakiwa wakute watu kwenye timu ili waweze kuendelea kuwapatia experience. Leo hii unakaa golini unamtegemea Yakubu kwenye mechi dhidi ya Ahly, timu nyingine. Uongo, hajafikia hiyo level, ana hiyo experience. Sasa ukiwa na hawa na ukaambia watu bwana, tutatengeneza timu yetu sisi katika msimu huu, tunaandaa timu na hatuna malengo makubwa. Tukiingia robo finali sawa. Tukichukua ubingwa sasa, kisa malengo yetu tunataka tuongee timu yetu baada ya misimu miwili mbele tuje kuwa na timu imara. Watu watakuelewa, watapunguza pressure na hata wachezaji hawatakuwa na mizigo mikubwa kuibeba. Lakini ukiingia ukasema nimesajili kina Nangu na wengine, ukasema naenda nusu finali ya klabu bingwa, maana yake unajiongezea wewe mwenyewe pressure, kwa sababu kundi lilonalo aliakisi kwa ambacho unachokizungumza. Shukrani. Karibu tena.